Karibu sana kwenye Bongo Plus TV. Kwa mara ya kwanza leo tumemtembelea Issa Tambwe. Ilikuwa ni muda mrefu sana tujakutana naye kwa sababu katikati kulikuwa kuna mambo mengi sana, and of course nikasema huu ni wakati sahihi pia wa kumfuata kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na vitu ambavyo vinaendelea mitandaoni na sehemu zingine kwenye social media. By the way, hii ni Bongo Plus TV. Mimi naitwa Riziki bwana Libia Kitengwe. Bwana kiongozi, Issa, habari yako? Niambie mwana. Salama za siku? Kama kawa. Kwema sana bwana, kitambo kidogo. Siku nyingi hatujaonana kweli. Bwana si tupo, karibuni sana. Bwana, kitu cha kwanza ambacho tumekuja hapa tulichokiona ni tofauti kabisa. Of course nikupongeze kwanza, ofisi imebadilika kwa hali ya juu sana. Ulifikiria nini na ulikuja na comeback kwa sababu imebadilika kwa muda mchache sana? Tumefanya mabadiliko madogo. Unajua hapa alikuwa hapa chini, sasa mvua ilikuwa ikinyesha kubwa, tunapata changamoto ya maji. Kwa hiyo tunabidi tuingie site, na mimi uzuri ndo kazi yangu, iko kwenye sekta yangu. Kwa hiyo tukaingia site. Tumetumia kama wiki 3, wiki 2, wiki 2 siku 14 kukamilisha maboresho ya nje paka na ndani. Kwa hiyo watu tunawakaribisha Tambwe Motors wapate sasa muonekano ule ambao walikuwa wanautaka. Kwa sababu kwa nilivyokuja nilitaka nipapite kwa nilivyoona namna ofisi ilivyobadilika na mara ya kwanza nilivyoona ni vitu viwili tofauti sana. Tumefanya hivyo. Cha kwanza mimi nafurahi pia nikikuona. Kuna moja kati ya blog ambao niliona pia kwenye mitandao ya kijamii kuposti ikasema kwamba bwana, siku zote ukimuona tajiri yeye anafurahi tu, anacheka sana. Sasa siri ni nini mpaka muda wote unafurahi sana? Hujawahi kuonekana unachukia hata picha zako za kuchukia sana? Sasa Sheikh, si Allah anatupa wahai. Unajua Mwenyezi Mungu anatupa pumzi bure, mzima wa afya, kila kitu si atulipi. Kwani tusifurahi? Na anakuambia siku zote tunatakiwa utabasamu. Ukitabasamu Mwenyezi Mungu anakuongezea maisha marefu zaidi ya kuishi. Kwa hiyo tunafurahi tu, lakini ndio msingi. Of course, miongoni mwa vitu ambavyo nimekufuata hapa tajiri Issa, kuna vitu vingi sana ambavyo vimeendelea kwenye mitandao ya kijamii, na moja kati ya vitu ambavyo vimeendelea tukasema kwa sababu wewe ni mdau pia wa burudani, lakini pia ni mdau pia wa mitandao ya kijamii, tukasema ili sipite. Lakini kabla ya kuzungumza hivyo, juzi kati pia niliona post ya ndugu yako Doto Magari akiwa Dubai, lakini the way kadri sehemu anayopita Dubai lazima kumention, anakuambia bwana ndugu Issa huko hujawahi kufika, kwa hiyo pambana sana. Ndio unavyomuona Doto anavyozungumza vile akienda sehemu mbalimbali, akitoka nje ya Tanzania na kutaja sana, akiwa anamaanisha kwamba pengine labda tajiri Issa hajafika sehemu ambayo Doto kafika. Wewe ile kitu unaichukuliaje kwa namna? Mimi naichukulia sawa tu, kitu kizuri na wala hajakosea kabisa, kwa sababu mimi sio muumini wa kusafiri nje ya nchi. Japo na uwezo wa kusafiri nchi yoyote, lakini si muumini wa kufanya hivyo vitu. Kwanza mimi kazi zangu zinahitaji sana niwe Tanzania. Lakini pia nashukuru Mwenyezi Mungu, sasa hivi Tanzania ni nchi nzuri sana. Hata wenzetu kule wanaitamani Tanzania. Kwa mimi sidhani kama nitakuwa na sababu ya msingi ya kunitoa Tanzania kwenda sehemu nyingine. Nimekiangalia kazi zangu nyingi zinakuwa Tanzania, lakini na biashara zangu nyingi nimewekeza Tanzania. Kwa hiyo mimi ni hasara kubwa kama nitasafiri kutoka Tanzania kwenda nchi nyingine. Unaelewa? Kwa sina sababu ya aina yoyote. Yaani hata mtu aniambie nini. Nilisafiri kwenda China mwaka jana, lakini nilipata hasara kwa sababu nilikaa China zaidi ya wiki 2. Mimi mambo yangu kwa yaendi. Japo nilikuwa ni safari ambayo niliyaingia zaidi ya miezi 3. Yaani ilikuwa nikitaka kwenda nakata tiketi na hamna tubili kwanza. Lakini nilikuwa ni lazima niende kwa sababu nilikuwa naenda kufanya manunuzi ya mashine zile zilikuwa zinahitaji niwepo mimi mwenyewe nizikague. Mimi si mtu muumini wa kusafiri kabisa. Kwa namna moja ama nyingine tunaweza tukasema kwamba the way Doto anavyosafiri kule nje kupiga kelele ule tunauita ushamba au tunauita ujanja? Sasa kazi yake imemtaji vile kwa sababu wamemchukua kama influencer au wamemlipa mamilioni ya pesa, wamemlipa matiketi. Pia ni lazima afanye vile. Na wenyewe moja ya kitu chao ni hicho, wanataka awepo nje ya nchi akatangaza. Kwa mfano unaona pale anawatangaza wale buui wanajihusisha na masuala ya kukago, yani kusafirisha mizigo kutoka ile wana Dubai, sasa hivi unaona wamefungua na Oman. Kwa hiyo ni kazi yake. Kwa hiyo inamlazimu lazima afanye nini? Akwenda. Ni tofauti na mimi sasa nitaenda Dubai kufanya nini? Yaani niende Dubai kutembea. Haiwezekani. Huko Tambwe Motors wanikose. Sijui wapi wanikose, Tais wanikose. Kwa hiyo haiwezekani, ni kitu ambacho kigumu sana kwangu kutokea.
Miongoni mwa vitu ambavyo vimezungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii, of course this week kumekuwa na mitandao ya kijamii imesimama kwa muda mfupi sana baada ya msanii wetu ambaye ndo tunamjua, ambaye wengi wanamfahamu kwenye upande wa burudani, Diamond Platnumz, baada ya kufanya show Dodoma, makao makuu kabisa kule, na namna ambavyo ameandaa show yake na mwitikio wa watu walivyokuja, lakini pia kiwango ambacho amekiweka cha show yake kilikuwa ni 70,000 regular, nikiwa namaanisha watu ambao wa kawaida 70,000. So lakini mwitikio umekuwa mkubwa sana, lakini pia licha ya kiasi ambacho amekiweka, kuna watu wanajaji pia kitu ambacho kinaitwa live performance. Wewe ni moja kati ya watu ambao pia unatembelea kwenye mitandao ya kijamii, of course ni mtu ambaye pia unafuatilia by the way muziki mizuri. Nataka nipate tiki yako kidogo, unaizungumziaje show ya Diamond Platnumz live performance, lakini pia unazungumziaje na kiwango ambacho amekiweka na tiketi zilikuwa sold out kwa maeneo kama ya Dodoma? Sasa kwa Nasibu, mimi kwa Tanzania naonaga haina haja ya kuzungumza, kwa sababu ni mtu ambaye ameshapata kwa 200%. Yaani mimi sidhani kama kuna kitu Nasibu atakifanya Tanzania yeti na uje uhoji kimefanyikaje. Lazima kitafanyika kwa ukubwa, lazima kitafanyika kwa mafanikio makubwa. Mtu ambaye Tanzania ameshamaliza ni Nasibu. Mimi sidhani kama hata waandishi wabaya mna haja ya kuanza kile tukuhoji kile chokifanya Nasibu. Yaani lazima tuandike ni tiki. Unaelewa msh brother, Nasibu ni mtu ambaye kwanza ana hela. Unajua ukishakuwa na fedha hata biashara yako unaifanya kwa ukubwa. Yaani kwa sababu unakuwa, mfano mimi ukija kwenye biashara yangu tayari namshukuru Mungu na mtaji. Kwa hiyo ukija kwa Tambuta kukutana na magari ya kila aina. Kwa hiyo Nasibu ana mahela tayari, ana mitaa, ana mtaji. Kwa hiyo show yake kwa fupi lazima itakuwa nzuri, ameiandaa vizuri, ana madansa na manini. Kwa hiyo namna tu unavyoandaa kazi yako ndivyo utakapopata mapokeo mazuri. Kwa hiyo kwa Nasibu watu kiingilio ni 70,000, kwa hiyo kuna kiingilio mpaka cha 500,000 na kuendelea. Na kwa Nasibu ameshatengeneza, ni mtu ambaye Tanzania amemaliza, yani ameshamaliza. Kwa hahitaji hata nguvu, yani yeye afanye show lazima atajaza, yani atajaza, atafanya show nzuri. Kwa hiyo na ni mtu ambaye anapenda kazi yake. Kwa hiyo usikuseme eti Nasibu ameperform vibaya, wewe ndio utakao umeperform vibaya. Inaweza ikawa pia sababu ya ukubwa wake ndio maana amejaza show, au sababu ya kazi ambazo anazifanya, ubora, inaweza ikawa ndio sababu pia kujaza show. Sasa Nasibu lazima ajaze show. Nimekwambia sasa hivi sisi ndio jamani. Nasibu ndio msanii namba 1. Kwa hiyo ni mtu ambaye anafanya muziki mazuri, anajua kutengeneza kila kitu, yani kwa kifupi soko la muziki amelishika yeye. Kwa hata achaje kujaza, mtu ana hit song karibu sio 50 sio mangapi. Kila nyimbo yake ni hit song. Kwa lazima atajaza tu. Miongoni mwa kitu ambacho pia nimekinoti kwenye show ya Diamond Platnumz pale Dodoma, aliweza kufanya kitu cha ajabu sana, kukaribisha watu ambao walishawahi kufanyaga muziki, na maanisha ma legend. Akamkaribisha TID pale kuimba live performance, akamkaribisha pia Malo akaimba pale, lakini pia akamkaribisha Beka ambaye alikuwa THT akaimba pale vizuri sana. Kitu ambacho wengi wamekigundua ni kwamba the way wale wasanii wa zamani walivyokaribishwa walikuwa wanafanya uwezo mkubwa sana wa kuiva live performance. Na swali langu likaja kwamba kuna kipindi cha nyuma wasanii wa kawaida new generation walikuwa wanafeli sana kwenye live performance ya kuimba live kwa watu wengi sana. Ni kitu gani ambacho umekiona labda wajifunze kwa wasanii ambao walipita wa zamani, lakini akikaa kwenye stage anafanya vizuri kwenye live performance? Sasa unajua hapo sasa inabidi tuwatafute wataalamu sana wa muziki, lakini mimi nadhani wote wanafanya vizuri katika engo zao. Wasanii wa zamani watu ambao wanafanya vizuri hata kwenye live, ukiangalia TID, kina Malo, kina nani wanafanya muziki mzuri sana. Nadhani wakati ni nyakati, tunajua kila kitu kinakwenda kwa nyakati, ndio maana tulikuwa 2018, sasa tuko 2026. Kwa wanafanya vizuri, Nasibu kuwashirikisha ni wanasema wazungu ku appreciate, kwamba kuona wana kazi nzuri hata kama ni za zamani, lakini kazi zao ni nzuri na zilikuwa zina mashabiki. Na hiyo ni moja ya ushirikiano katika kazi. Unajua kazi yote inahitaji mshirikiano na maungano. Mkiunganisha mnapata kitu kizuri. Wanasemaga kidole kimoja kiwezi kuvunja chawa. Kiunganisha na vingine vinatengeneza kitu kizuri, inaweza mkafika malengo sana. Of course na miongoni mwa kitu ambacho pia nakifikiria pia ukuuliza, nikasema ili pia nimfuate Tambu aliweke saa kwamba kwenye picha zangu nimeona kwenye clip ya msemaji wa Instagram Mwijaku amezungumza kauli moja ambayo imeleta tata pia kwa wavulana, lakini pia hata kwa watu ambao wanamtazama pia Mwijaku. Kuna kauli moja alizungumza kwamba anampenda sana GSM kuliko mke wake. So hii kauli ikaleta mazungumzo kwenye kichwa changu, nikasema anampenda kwa staili gani? Anampenda love kiushikaji au imekaaje? Wewe ukutana na kauli kama hii, wewe utamdefine vipi mtu ambaye amezungumza kauli kama hii mpaka anashirikisha mpaka mke wake?
Sasa kwanza sisi dini yetu inatufundisha kupendana. Dini yetu ya Kiislamu inataka tupendane kwa ajili ya Allah. Yaani watu wote tunakuwa tuna mahaba na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na mimi ndo nadhani ndo ajenda yake hiyo, kwa sababu ana familia, hawezi kusema anampenda kuliko mke wake katika nyanja nyingine. Anampenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na ndivyo sisi dini yetu ya Kiislamu tumeelekezwa tupendane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Unaelewa? Ukiniuliza anampenda vitu, anampenda kwa ajili ya Allah, na ndivyo hata dini yeye Muislamu, je, Muislamu mimi Muislamu, dini yetu inatuelekeza tupendane kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo watu ndo wanaunganisha doti tu, pengine labda limaanisha sasa ni za watu, lakini sisi tunabakia pale ambapo dini ilivyotuelekeza kwa ajili tupendane kwa ajili ya Allah. Naam. Of course bana, moja ya vitu ambavyo pia nafurahi pia nikizungumza na tajiri Issa Tambuu, unanipa madini of course, na mimi pia najifunza sana. Kuna kitu ambacho pia nafikiria pia kuna issue moja ambao watu wengi sana wanaizungumza kwenye mitandao ya kijamii kwamba asilimia kubwa sana ya wavulana au ya wanawake ambao wana kwenye mahusiano na wanawake wazuri au weupe, lakini kwa nini wakija kuoa wanaoa wanawake tofauti na wale ambao walikuwa nao kwenye mahusiano? Hichi ni kitu ambacho pia watu wengi sana wanauliza. Kwa unaweza pia ukanipa tiki yako, kwa sababu ni moja ya watu ambao pia uko kwenye ndoa, lakini pia umepitia vitu vingi sana ambavyo umevifahamu. Sasa unajua mtu kuoa si anaoa mwanamke alompenda. Yaani hauwezi kuoa tu mwanamke kama hujampenda, kwa sababu pale unaenda kutengeneza familia. Familia inahitaji uvumilivu, inahitaji ustahimilivu, lakini pia inahitaji muishi kwa miaka mingi sana ili nyewe muwe mfano wa kuiga na watu wengine. Sasa itakuwa kitu cha ajabu kama utaoa mwanamke haujampenda. Itakuwa kitu cha ajabu kabisa kama utaoa mwanamke haujampenda. Kwa hiyo ukiona asidhani kama inatokea. Ukiona mtu paka kaacha wote kaoa huyo, basi kampenda sana. Ndio sifa sisi wanaume. Yaani hamna mwanaume ambaye anampenda mwanamke anamuoa mwanamke kama hajampenda. Kwa hiyo lazima atamuoa mwanamke akiwa amempenda. Kwa utashangaa maana amemwacha yule hajampenda, au kaona tabia zake haziendani na maisha yake. Na sisi wanaume tuna shida moja. Sisi mwanamke unaweza kuwa mzuri sana lakini una tabia mbaya. Yaani mwanamke mzuri sana, una shape nzuri, mashallah, una rangi nzuri, lakini una tabia mbaya. Tabia mbaya zinabeba vitu vingi sana, na tabia mbaya ndio msingi ambao unakufanya wewe mwanamke usibaki kwenye ndoa yako. Ndio maana kuna usemi mmoja wanakuambia shape yako na uzuri wako utakupeleka kwa haraka sana kwenye ndoa, lakini tabia nayo itakurudisha nyumbani haraka sana. Kwamba utakuwa mzuri lakini una tabia mbaya. Tabia mbaya sasa iko katika nyanja nyingi. Unaweza kawa mume wako haumpi furaha, unampa karaha. Na sisi wanaume tunapenda furaha kuliko chochote. Yaani unaweza kawa mzuri lakini mwanaume wako humpi, yani humpi, yani hajifiri kama sio mke wangu. Yaani bora hata Mwajuma ndala ndefu, wewe sura mbaya lakini ana adabu, ana nini na nini. Kwa hiyo umeelewa? Kwa moja kwa moja uzuri wako hakusaidii chochote. Mwisho siku utaishiwa tu kuchezewa na mwanaume mwanamume bila ndoa, bila chochote kile. Ni sahihi mwanaume kugharamikia au kusupport biashara ya mtu, biashara ya mwanamke pasipo kumwoa? Sasa ni makubaliano yenu. Kama ni mwanamke wako unampenda, mchumba wako, kusupportiana ni kitu kizuri tu. Sidhani kama kina ubaya wote. Kwa sababu hiyo ilishatokea nyuma kwa baadhi ya watu walisupport na wakakataa kabisa, lakini pia tulishai kuzungumza na moja kati ya watu ambaye ni mtaalamu sana pia kwenye mahusiano, akasema lazima ukioa bana ndo unaruhusiwa kusupport mwanamke ambaye pia ni halali yako. Na support tu, hata Doto Magari ana support, ananunua mavitanda, ananunulia. Eti Doto tukuulizeje, unasemaje? Wala hata hapo na supportigi tu, ana shida yote. Kwa hiyo imekaa vizuri ile. Bana, cha mwisho labda cha kumalizia bana, Issa Tambuu tusikuweke sana kwa sababu simu zinaingia sana request. Miongoni mwa vitu ambavyo pia vinazungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii sasa, tunataka pia nawe iweke clear pia ili watu wasije waka-complain vitu vingi sana. Ni issue zima ambayo unahusishwa pia na Mama Chanja. Moja kati ya vitu ambavyo vinatajwa sana kwamba wana Mama Chanja bwana kachukua nafasi pale bana kwa Issa Tambuu, kuna kodi anazilipa. Hii tuweke sawa, hii ipoje? Ni vitu ambavyo vinazungumzwa, ni vya kweli au tunawekaje? Sasa sema hiyo ni ya Doto. Mwamini Doto kichayo. Mama Chanja washikaji zetu, sister zetu wale wanatusupport, wanapita hapa kila siku. Tambuu vipi, wanatusalimia. Kiwepo nani na kina Asma. Na bahati nzuri unajua Tambuu tumekuwa ni washikaji wa kila mtu. Na hiyo yote sisi tunafurahi sana, kwa sababu ukiona watu wanawaacha watu wengine wote wanawafuata nyie, hiyo kwangu mimi naona gani bonge la bahati. Kwa hiyo tunawafurahia. Mimi mwenyewe ni mmoja wa mashabiki zao. Unajua mimi napenda sana comment, napenda kucheka.
Kwa ni moja ya shabiki sana, hata Mama Chanja ameshabiki yake, kina Isma, kina nani. Watu wote wanafanya comedy wale. Mimi nimekuwa ni mtu ambaye nafurahia nao sana, lakini bahati nzuri wenyewe wanatunga mkono. Kwa mambo mengine si ya mahusiano. Sasa so unajua, na ukishakuwa mtu maarufu, hiyo ni vitu vya kawaida, na bibi ukizoea, unazoea tu, unazoea kabisa. Kwa hiyo hamna kitu chochote kinachoendelea. Labda la kumalizia kwa la mwisho, hivi ni kwa nini wanaume wengi sana wakiwa na wanawake wengi sana wanaitwa wanaume rijali, lakini wanawake wakiwa na wanaume wengi sana wanaitwa ni malaya? Ili tunaliwekaje? Unajua mwanamke jinsi alivyoumbwa, ameumbwa hajaumbwa kupokea vitu vingi, na ndio maana hata kwenye Uislamu ni haramu mwanamke kuolewa na zaidi ya wanaume mmoja, lakini ni halali kwa mwanaume kuwa wake zaidi ya mmoja. Kwa hiyo umeona kwamba hata Mwenyezi Mungu ameshaweka utaratibu. Kwa hiyo mwanamke lazima ataonekana ni mtu mbaya, lakini kwa mwanaume kwa sababu ishatengenezwa iko hivyo anaonekana kawaida tu. Kwa hiyo nadhani kwa wadada zetu wakipata mwanaume ambaye anamjali, anamthamini, anakupa kila kitu, ni kitu kimuhimu sana na vizuri kumheshimu na kumtunzia haki yake. Sawa bana, umewapa vijana somo ambao hawaelewi hizi situation za maisha za hapa na pale kwenye mahusiano. Bana, labda la mwisho pia la kumalizia, kuzungumza na ndugu zako, marafiki zako, mashabiki zao. Of course leo umefungua goli jipya, pengine walikuwa wafahamu pia, hii ndio itakuwa time nzuri pia kuongea nao. Mimi nawakaribisha Tambu Motors. Kwanza tuna maofa kibao kabisa. Sasa hivi tunajua magari yamepanda, lakini si bado tuna bei zetu zile za kama zamani. Tutawapa bei nzuri, tunahakikisha kila mtu anamiliki gari. Kwa karibu sana Tambu Motors. Asante sana. Right.